burudani, na sasa hivi ni saa 2 na dakika 48, na hii ni Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi ni Georgina Watatu na udha wako ambaye nimekuongezea gurudumu hili kuanzia mida saa 1 mpaka pale ambapo nitapoenda kuweka nanga. Mtazamaji, na nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu ambao unaiona kwenye runinga yako kuhusiana na yote ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo. Na moja kwa moja katika upande wa habari za kimataifa, tuangalie mgogoro wa kivita ambao unaendelea katika taifa la India pamoja na Pakistan, ambapo unakuja kuangalia tangu pale ambapo taifa la Pakistan lilivyoweza kupata uhuru kutoka kwa Waingereza mwaka 1947. Lakini hata hivyo una jinsi gani ambapo walivyoweza kupata uhuru katika mwaka huo na kuanza kwa vuguvugu za kivita katika upande wa India pamoja na Pakistan. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia kwa mwaka 1999 katika upande wa India pamoja na Pakistan, pale ambapo vuguvugu la mgogoro wa kivita ulipoanza rasmi katika mataifa hayo mawili. Lakini hata hivyo una jinsi gani ambavyo katika miaka hiyo ya 1999 pale ambapo vuguvugu za kivita zilipoweza kuanza katika mataifa haya mawili, taifa la India pamoja na taifa la Pakistan. Lakini kwa baadaye waliweza kukaa na kuweka makubaliano na kuweza kuondoa mgogoro huu wa kivita ambao ulikuwa unaendelea katika mataifa hayo mawili. Lakini tukaja kuona tena miaka ya baadaye, nazungumza mwaka 2019 pale ambapo shambulio ambapo liliweza kutokea katika eneo la Kashmir, pale ambapo ilikuwa ni mashambulizi, naweza nikasema hivi kwa wale ambao tunasema kwamba mashambulizi mabomu ya kuweza kujitoa muhanga, ambapo katika eneo la Kashmir na kuweza kusababisha kifo cha wanajeshi 40 katika eneo hilo la Kashmir. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia kwa mwaka huu 2019 taifa la Urusi liliweza kusimama na kuwa mpatanishi katika kuweza kuondoa mgogoro wa kivita ambao unaendelea kati ya mataifa mawili, azungumzia taifa la India pamoja na taifa la Pakistan. Lakini hata hivyo sio Urusi peke yake ambaye alisimama tu kwa kama mpatanishi wa kuweza kuondoa mgogoro huu wa vita ambao ulikuwa unaendelea, lakini hata taifa la China na wenyewe waliweza kusimama kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya India pamoja na Pakistan. Lakini tunakuja kuona tena katika mwaka huu 2019 pale ambapo tukio hilo lilipoweza kutokea siku ya tarehe 14 mwezi wa pili 2019. Na unakuja kuangalia kwa mwaka huu sasa 2025 bado mashambulizi yameweza kuendelea. Baada ya kusimama sasa mashambulizi yameweza kuendelea kati ya mataifa ya mawili, kati ya taifa la India pamoja na taifa la Pakistan. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia kwa tukio ambalo limeweza kutokea siku ya Jumanne katika taifa la Pakistani, ambapo India inasadikika ndiye ambaye ameweza kushambulia upande wa Pakistan. Sasa baraza la mawaziri katika taifa la Pakistani imeweza kutoa tamko upande wa jeshi kuweza kuwapa ruksa sasa kuweza kushambulia eneo la India, na hii imekuja ni baada ya taifa la India kuweza kushambulia katika taifa hilo la Pakistan. Lakini wakati yote haya yanaendelea mgogoro wa kivita kati ya taifa la India pamoja na taifa la Pakistan, tumeweza kuona baadhi ya mataifa yakiweza kusimama kwa ajili ya kuweza kuondoa mvutano huu au kuweza kuondoa vuguvugu hili ambalo linaendelea katika mataifa haya mawili, ikiwemo ni taifa la Marekani, taifa la Uingereza, Urusi pamoja na China. Haya ni miongoni mwa mataifa ambayo yameweza kusimama kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro wa kivita ambao unaendelea, ni vuguvugu ambalo linaendelea kati ya haya mataifa mawili, taifa la India pamoja na taifa la Pakistan. Unaweza ukajiuliza inakuwaje Urusi ameweza kusimama tena kuwa mpatanishi katika haya mataifa mawili, kati ya taifa la India pamoja na taifa la Pakistan, ikiwa tu na yeye huku kwa upande wake ana kisanga ambacho kinaendelea kati yake yeye pamoja na Ukraine, na mpaka sasa hivi bado mambo hayajakaa sana. Marekani amesema kama mpatanishi kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Lakini unakuja kuangalia tena Urusi huyo tena ameweza kusimama tena kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro wa kivita ambao unaendelea kati ya taifa la India pamoja na Pakistan. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia kwa mwaka 2019
pale ambapo taifa la Urusi lilipoweza kusimama na kuwa mpatanishi wa kuweza kuondoa mgogoro wa kivita ambao ulikuwa unaendelea kati ya mataifa haya mawili, India pamoja na Pakistani. Ilikuwa bado ule mgogoro wake pamoja yake yeye taifa la Urusi pamoja na taifa la Ukraine, mgogoro wa kivita ulikuwa bado haujaweza kuanza. Kwa sababu unakuja kuangalia mgogoro wa kivita wa Urusi pamoja na Ukraine ulianza mwaka 2022 tarehe 22 mwezi wa pili. Na ukija kuangalia katika upande wa taifa la India pamoja na Pakistani, mgogoro ulianza kuibuka tena mwaka 2019 mwezi wa pili. Kwa unakuja kuangalia ni kwamba Urusi licha tu ya kuwa kwamba yeye ana tatizo lake, naweza nikasema hivi, changamoto ya mapigano ya kivita ambapo kati yake yeye pamoja na taifa la Ukraine, lakini bado ameendelea kusimama kuwa mpatanishi wa kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya haya mataifa mawili, kati ya taifa la India pamoja na taifa la Pakistani. Mtazamaji wa Rabi TV, ndivyo ambavyo natamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Nimekujuza mengi katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi ni Georgina Mwatatu. Endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.